Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana ndugu mtazamaji. Ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Mungu akubariki sana. Kwa majina naitwa Jovini Chafu, mwinjilisti. Mungu akubariki sana. Siku ya leo ninaingia katika ujumbe wa sehemu ya 5 kama sikosei, sehemu ya 5 ya ujumbe wa siku za mwisho, ikiwa ni mfululizo wa masomo yetu ambayo yameendelea kwa ajili yako wewe, hasa katika hizi nyakati za mwisho, in these last days, ambapo Yesu Kristo anakuja hivi karibuni kwa ajili ya kulichukua kanisa. Kwa jumbe hizi ni kwa ajili ya kukuokoa wewe ambaye utazame kwa macho. Maadamu natazama, inafanyika kuwa ni ushuhuda ya kwamba mwanangu alisikia ujumbe huu, aliposikia ujumbe huu alipuuza. Mungu akubariki sana. Nitamshukuru Mungu kwa sekunde chache. Asante Bwana Yesu kwa muda huu na majira haya. Asante Mungu uliyezifanya mbingu na nchi. Ninamleta mtazamaji huyu, baba, mama huyu, kijana huyu ambaye Bwana anatazama majira haya. Naomba Baba, katika ujumbe huu uweze kusema naye. Ewe adui shetani unayesimama kwa ajili ya kunyakua ujumbe, kudhoofisha, kutia giza katika madhabahu ya mtandaoni, na kuapisha katika mamlaka ya jina la Yesu Kristo ya kwamba ondoka, hauna nafasi kutia giza katika kazi hii ya Bwana. Ninakufunga, ninakuseta, ninakutupa mbali na kukuyeyusha kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Ujumbe huu ukawafikie mamilioni in the mighty name of Jesus. Amen. Asante Bwana Yesu. Tukisoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 hadi ule mstari wa 3. Biblia inasema, ndipo alipondokea Yohane Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi, akiwaambia mataifa yote ya kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Hii ni sauti ya mtu aliaye mbele yako, ni sauti ya mtu anayelia kwako ya kwamba itengeneze njia ya Bwana, ya kwamba ni saa ya kutubu, kwa kuwa ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Ufalme wa Mungu umekwisha kushuka. Yesu Kristo anakuja kulichukua kanisa. Yohane Mbatizaji alianza kuhubiri akiwaambia watu wa mataifa ya kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Nataka nikwambie nini ndugu mtazamaji unayetazama majira haya? Nataka nikwambie kitu kimoja, ya kwamba Bwana Yesu anakuja kulichukua kanisa hivi karibuni. Bwana Yesu yupo malangoni kwa ajili ya kulichukua kanisa lake. Unaweza ukajiuliza kwamba kanisa ni majengo au kanisa ni nini? Yesu haji kuchukua jengo ambalo unaabudia. Yesu haji kuchukua msalaba ambao unauabudu. Yesu haji kuchukua sanamu ambayo unaiabudu. Yesu anakuja kulichukua kanisa. Napoliongea kanisa, ninakumaanisha wewe. Wewe ndiye kanisa la Yesu Kristo ambalo Bwana Yesu analiandaa. Analiandaa kwa namna gani? Maadamu unaposikia sauti hii, ujue ya kwamba Yesu anakuandaa. Maadamu unasikia ujumbe huu, ujue ya kwamba Yesu Kristo anakuandaa. Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Maadamu nasikia, Bwana nataka ufanye maandalizi, uamue kutoka ndani yako, ili uweze kuipokea ile chapa yake, upate kuitwa tu kwa jina lake. Maadamu tu muamini, ili apate kuingia ndani yako. Kwa hiyo nataka nikwambie nini? Wewe ni kanisa. Yesu anakuandaa. Yeyote ambaye anasikia sauti ya Bwana, maadamu upo hapa chini, ajua wewe ni kanisa. Ndio maana akasema, nendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Lengo la kuhubiri Injili ni nini? Maana yake watu wasikie Injili. Kwa lugha nyingine, kanisa lipate kusikia Injili. Wale ambao hawajamwamini wapate kumwamini, ili kusudi baada ya kumwamini apate kuingia ndani yao, na kisha apate kukatakata kila matawi, tabia zote za asili, mienendo yote isiyomfaa, njia zote ambazo zingekuzuia kuingia kwenye ile ufalme. Anapoingia ndani yako, maana anasema yeye ni uzima. Maana yake anapoingia ndani yako, maana yake unaingia uzima. Yeye anaitwa uzima. Anapoingia ndani yako, narudia tena, maana yake unaingia uzima. Maadamu yapo magonjwa, mateso, sumu, masumbuko ya kila namna, anapoingia ndani yako, maadamu uzima unaingia, basi kila udhaifu unaondoka, yote matatizo, sumu zote zinaondoka, katika anapoingia Kristo ndani yako. Maadamu unaposema leo hii nipo tayari Kristo aingie ndani yangu.
Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba ni majira ya mwisho. Yesu anakuja kulichukua kanisa. Anataka ujiandae mama. Anataka upate kujiandaa kijana. Upate kujiandaa kwa namna gani? Baada ya kusikia uingie katika utekelezaji. Ugairi uovu, wache njia zote mbaya. Ndio maana Yohana akasema tengenezeni njia ya Bwana. Maana yake tengenezeni yale ambayo unajua kwamba haya Kristo angekuja majira haya angesema ondoka, kwa maana sikukujua. Huenda umehubiriwa lakini hakugeuka. Hayo yatakufanya uingie katika hukumu. Hayo yatakufanya Bwana aseme ondoka mbele yangu, kwa maana sikukujua. Hayo yatakufanya Yesu atakuja na kukwambia tazama, nilikuhubiria hata katika vyombo vya habari, simu, mitandao ya kijamii, lakini hakunisikia. Biblia inasema ndipo wengi watakapotoa macho, ndipo wengi watakaposhangazwa na kusema Bwana, mbona tujao kukuona ukihubiri katika mitandao ya kijamii? Biblia inasema yoyote atakayemwona mmoja wapo yule ambaye analitaja jina langu na kusema okokeni, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, basi mjue ya kwamba huyo ndiye mimi. Haleluya, haleluya. Kwa Yesu anakuja kulichukua kanisa. Inawezekana lipo jambo ambalo hata sasa napoongea Roho Mtakatifu anakukumbusha ya kwamba mwanangu, katika hili itakufanya usiingie kwenye ule ufalme. Nataka nikwambie hilo ndilo ambalo Roho Mtakatifu anataka uweze kulitengeneza. Anataka uweze kulijenga, anataka uweze kuliondoa, anataka uweze kulivua. Uvue tabia hiyo, uvue huo utu, uvue mienendo hiyo, uvue hizo tabia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha upokee tabia za kimbingu, kisha upokee mienendo za kimbingu. Uvue mifanano ya duniani, maana wanaokaa duniani, wanaofuata dunia wanafanana. Uvue uso unaofanana na wa dunia, bali uvae uso wa kimungu. Haleluya, haleluya. Tamani kuvaa uso wa kimungu, maana watakaoingia katika ile mbingu ni wale waliokubali kuvaa uso wa kimbingu, ni wale waliokubali kufanana na tabia za kimbingu, ni wale waliokubali kutembea na asili za kimbingu, sio asili za dunia. Maana asili ya dunia inatuvutia katika kuyapenda dunia, inatuvutia katika kupenda uzinzi, inatuvutia katika kuipenda dhambi, inatuvutia katika kupenda tamaa mbalimbali, inatuvutia katika kupenda uasherati, inatuvutia katika kupenda kila namna ya uharibifu. Lakini tabia ya mbingu yenyewe inayazuia hiyo. Tabia ya mbingu inayakataa mambo ya dunia, inapingana na asili za dunia, inapingana na mienendo ya dunia. Haleluya. Nataka nikwambie, endapo kama utaendelea kufuata dunia na njia zake, endapo kama utaendelea kusimama katika njia zako ambazo hazimpendezi Mungu, nataka nikwambie utabaki na jehanamu itakuwa kwa ajili yako. Biblia inasema tazama, nikaona mbingu mpya na nchi mpya zimekwisha kuwa, katika Ufunuo sura 21, na katika kile kitabu cha Matendo, kile kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 3, Biblia inasema nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Sikiliza, hizo mbingu mpya na nchi mpya ni zile ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya wale waliosikia Injili kisha wakageuka katika njia zao, wakaona kufuata namna za dunia hizi ni uchafu, ni uozo, ni uharibifu, ni upumbavu, ni ujinga, bali wakaona ni vyema jifanye wajinga, wafuate desturi za kimbingu. Hao ndio ambao watakaonyakuliwa, na hao ndio ambao watakao kuwepo katika ile mbingu mpya na nchi mpya, na hao ndio ambao watakaoingia katika lile jiji jipya la Jerusalem. Yohana anasema katika maono, Yohana katika Ufunuo anasema nikaona jiji jipya Jerusalem, nikamwona bibi harusi akishuka kutoka mbinguni, akishuka katika nchi mpya. Anasema tazama, kitakachoingia sio kinyonge, kitakachoingia sio kile kipendacho dhambi, kitakachoingia ni kile kilichosikia Injili kikatii, kikubali kuvua tabia, ule utu wa zamani, kikubali kuvua zile asili za zamani, asili za ulevi, asili za matukano, asili za viburi, asili za kila namna. Hicho ndicho kitakachoingia. Kwa hiyo tamani uingie mama, usiangalie hali unayopitia. Ni kweli umewekewa sana mikono, ni kweli umeombewa sana, lakini katika hali ya kuombewa bado hujaona uzima. Hilo sikukatisha ukamwacha Yesu katika maisha yako. Mshike. Ndio maana akasema, wanangu, duniani mnao dhiki nyingi, lakini jipeni moyo, mtashinda, kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu Kristo alikuwa ni wa kwanza kupata dhiki. Yesu Kristo alipata mateso. Dhiki aliyopata Yesu Kristo alipokuwa duniani hakunungunika.
lakini alisema Bwana, mapenzi yako yatimizwe. Nami nataka nikwambie mapenzi ya Bwana yatimizwe kwenye maisha yako. Dhiki unayopitia isikufanye urudi nyuma. Nasema na mama mmoja, baba mmoja unayenitazama, kuna wakati fulani unapitia hali fulani, unasema hata kusimama kwa Yesu unaona ni bure tu, kumbe ni shida. Nataka nikwambie sio hivyo kwako. Vumilia, vumilia. Yesu anarudi kuchukua kanisa. Bwana nakusia kwamba usirudi nyuma, usirudi nyuma. Muangalie yeye, mtazame yeye, mtazame yeye, mtazame yeye. Usiangalie unapitia nini mama, usiangalie unapitia nini baba. Usimwache, usimwache yeye, usimwache mama, usimwache baba. Umedharaulika vya kutosha, umetukanwa vya kutosha. Mungu wako ametukanwa kupitia wewe. Wanakudhalau, wanaona kuokoka kama vile ni ujinga. Bwana nakutia moyo, nasema muangalie yeye, mtazame yeye, usirudi nyuma, usonge mbele. Haleluya, haleluya. Bwana kutembelee mama unayesumbuka, madamu nasikia sauti hii. Bwana kutembelee baba, Bwana kutembelee rafiki yangu, Bwana kutembelee kaka yangu. Ni majira ya mwisho. Yesu anakuja kulichukua kanisa. Ni majira ya mwisho. Madamu kwa mahali hapo upo unanitazama, funika macho yako ili nipate kuomba na wewe. Na wewe unayesumbuka na namna mbalimbali, madamu moyo wako umedhamiria Kristo aingie ndani yako, anapoenda kuingia ndani yako magonjwa yanakwenda kuondoka. Fuatisha maneno haya, yasema Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa Bwana Yesu, ninakupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Karibu ndani yangu, ingia ndani yangu. Funika macho yako nipate kukuombea. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana Yesu, ninamleta huyu mtazamaji mikononi mwako. Ameona ni vyema akukiri wewe Bwana Yesu. Nami Baba, ninamleta mikononi mwako. Tazama Bwana, mama huyu amepitia ya kutosha mengi. Muda mwingine Baba anaona hali ya kukata tamaa. Nami Mungu wa mbinguni, Yesu Kristo, naomba uingie ndani yake, maana unasema watakao kuamini hakuna atakayepotea wala ambaye atataalika. Wengine Bwana wamepangiwa mauti. Yesu msaidie, mponye katika kila namna masumbuko. Kwa jina la Yesu, ingia ndani yake. Roho Mtakatifu, ingia ndani yake, muwezeshe, msaidie, mshike mkono. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai Bwana nikiomba na kuamini, amen. Ulifuatisha ambao umeona ni vyema kuokoka, naomba nitafute kupitia namba hii ya simu 0652029811. Unaweza kanita mwinjilisti Jovin au Pastor Jovin Chafu. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema. Bye bye.